Kwa majina naitwa Neema Bundala, natokea shule ya Tanga Ufundi. Niko hapa mbele yenu kwa ajili ya kuelezea kazi mbalimbali za engine pia na jinsi engine inavyofanya kazi. Kama unavyoona hapa mbele, huu ni mfumo wetu wa engine. Tuna mifumo mitatu, tuna mfumo wa transmission system kama unavyoona hapa. Tuna mfumo wa udhibiti wa uzalishaji wa hewa chafu kama unavyoona. Pia hii hapa ndio engine yetu ambayo ina different components. Nitaanza kuelezea different components moja baada ya nyingine. Hii hapa kama unavyoona, hii ni mojawapo ya component ya engine inayoitwa cylinder block, ambayo hii cylinder block kazi yake yenyewe ni kusaidia katika combustion process, katika mlipuko wa engine, ambayo inasaidia engine yetu kufanya kazi vizuri. Pia contain different components, mfano cylinders. Hizi hapa kama unavyoona cylinder, hizi hapa ndio cylinder zetu, ambayo hizi cylinder pia zina zenyewe zinakuwa zinawekwa na piston, ambayo hii piston huwa inakaa ndani ya cylinder kama unavyoona. Hii ndio cylinder yetu. Pia tuna manifolds hizi hapa kama unavyoziona, ambapo tuna exhaust na intake manifold, ambayo hii exhaust kazi yake ni kukusanya hewa kutoka kwenye engine, na intake kazi yake ni kuingiza hewa kutoka nje ya gari, hii ambayo ni hewa ya baridi ambayo inasaidia katika combustion process. Pia tuna flywheel, ambayo hii flywheel kazi yake ni kutransmit power kutoka kwenye engine kwenda kwenye transmission system kama unavyoiona. Hii ndio flywheel yetu, ambayo pia inasababisha crankshaft kurotate kusaidia katika combustion process na yenyewe katika kufanya uongezaji au mlipuko katika engine yetu. Pia kama unavyoona, hii hapa inaitwa check timer, ambayo yenyewe huwa inasaidia kuzungusha camshaft na crankshaft kwa pamoja ili ziweze kufanya kazi kwa pamoja. Pia unavyoona hapa mbele yako, hii inaitwa camshaft, ambayo camshaft ambayo ikiwa na rotate kazi yake yenyewe inasaidia kumove locker arms kupitia hizi hapa tablets au vikombe, ikiwa imeungana na push rod ndani yake, ambayo hii push rod huwa inajishikiza kwenye locker arm ili kusababisha kufunga na kufungua kwa valve kupitia hizi hapa spring. Pia tuna crankshaft hii hapa kama nilivyokuelezea. Hii crankshaft kazi yake ina support piston ku move up and down. Pia tuna oil sump oil pan, ambayo hii oil sump oil pan kazi yake yenyewe ni kutunza oil ya gari, ambapo ukishaweka oil yako kwenye gari, hii oil yako huwa inashuka hadi huku chini kwa ajili ya kutunza kwa ajili ya matumizi mbalimbali kwenye engine, mfano ulainishaji, kupunguza friction, heat na stress. Pia tuna locker cover hii hapa, ambayo hii locker cover yenyewe huwa inakaa juu ya engine kwa ajili ya kufunikia kwenye cylinder head kama unavyoona. Hii ndio kazi ya locker cover. Pia tuna cylinder head hapa, ambayo cylinder head hapa kuna spark plug ambayo contain spark plug kwa ajili ya kutoa ambayo contain spark plug kwa ajili ya kutoa zile cheche ili kusaidia katika mlipuko wa engine. Pia tuna valve hizi hapa, ambayo hizi valve ndogo kazi yake ni kutoa hewa chafu baada ya uunguzaji wa air fuel mixture. Pia hizi kubwa ni kwa ajili ya kuingiza ile hewa ambayo inaingizwa na intake manifold kama nilivyokuonyesha hapo mwanzo. Pia kuna hizi hapa spring, ambazo hizi spring kazi yake ni kufungua na kufunga kwa valve ambazo zinasapotiwa na hizi hapa locker arms kama unavyoona. Hapa ndio locker arms zetu. Pia baada ya mchanganyiko wa hewa na fuel kuunguza, ndipo hewa chafu mfano carbon monoxide, nitrogen oxide huwa zinazalishwa kupitia kwenye combustion chamber hii hapa au cylinder, ambapo piston huwa inakaa. Wakati inakaa, hizi hewa ambazo ni chafu ndio zinavyovutwa na exhaust manifold, ambao huwa zinatolewa
kupitia mfumo wetu hapa, mfumo wa udhibiti wa uzalishaji wa hewa chafu. Huu mfumo tumetengeneza kama sample, lakini kwenye gari ukienda chini utaweza kuona vizuri, ambao unaonekana vizuri. Pia kama unavyoona huu mfumo umecontain components. Mfano kuna catalytic converter, ambayo catalytic converter kazi yake ni kupunguza sumu au zile hewa chafu, makali ya zile hewa chafu ambazo huwa zinazalishwa kutoka kwenye engine. Pia tuna exhaust pipe hapa, ambayo kazi yake ni kupitisha hewa chafu kuingia kwenye mafla. Hii hapa ndio inaitwa mafla, ambayo kazi yake ni kunyonya zile kelele zote ambazo huwa zinaletwa na zile hewa chafu. Na hii hapa ndio, hii ni tail pipe, ambayo ndio ile bomba ambayo inapitishia zile hewa chafu kutoka nje. Kama unavyoona, kwa mfano uko na washa gari au gari kali limepaki, ile hewa ambayo inatoka ndio inapitia hapa. Haya, toa wito kwa wasichana. Msiogope, kwa sababu wote hizi zinafaa, sio tu kwa boys, kwamba mtu akikushauri kwamba huu fundi unahitaji tu nguvu. Hapana. Ukiangalia sasa hivi tuko kwenye teknolojia kubwa, kwa hiyo tunazidi kuvumbua vifaa dhidi ya vifaa ambavyo hazihitaji kutumia nguvu kubwa. Kwa hiyo nawashauri msiogope wasichana wenzangu, tujitahidi jamani, tusikate moyo, tusikate tamaa. Asante.